Kofi mazuri. Mimi hupenda kujitambulisha kwa majina yangu, ni mtumishi Charles Ongoro, niko hapa Bongolulu. Namshukuru Yesu, niko na mke mmoja na niko na watoto 5 na wajukuu 2 na wengine wako njiani wanakuja. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo mchana wa leo ni siku ambayo Yesu ameipanga kwa ajili ya mambo mema katika maisha yetu, na wacha tutumie hii siku vizuri vile ambavyo Yesu anataka. Mhubiri wa kwanza ametoka, ametuhubiria Mwanzo 3 na akasonga na mafundisho yake vizuri, hasa mafundisho yaliyotujenga, na bado tutaendelea kujengwa kwa mafundisho mengi kama hayo. Karibuni nyote, na Yesu awatangulie kwa kipindi hiki ambacho ninaenda kutembea pamoja nanyi katika sehemu ya mafunzo haswa ya kuishi na wapendwa wetu na maisha ambayo tuko nayo siku za leo. Pigia Yesu makofi. Ni mambo mengi tu tumefundishana kwa kufunuliwa na Yesu. Kuna jambo ambalo ninataka kulizungumzia, na ningekuomba utembee na mimi kwa maandiko, na Yesu Kristo atatubariki sote pamoja. Ningependa kusema hivi ya kwamba mtu anapopata nafasi kusimama mbele ya madhabahu kama hapa niliposimama, kuanzia mimi na mwingine yoyote anayepata nafasi hapa mbele, wakati anahubiri ama anahutubu, ningependa mtu yoyote anayemsikiza asijichukulie kwamba ule ujumbe anahubiriwa yeye. Fulani ananijua, ama mchungaji nilimweleza hivi, ama fulani nilimwambia hivi, sasa ndio amekuja nayo madhabahuni kuyaongea. Kama ni hivyo, basi hatutahubiri, maanake tukifunuliwa na Roho tunafunuliwa labda na mambo ambayo mnayajua. Sasa inabidi tunakataza kile ambacho Roho ametumana. Ningependa ukiwa hapa, jua ya kwamba ujumbe huu unakuja kwa uwezo wa Roho. Sikiza tu makini. Lakini ukisema huu ni wangu, fulani ananizungumza mimi, fulani ananihubiri mimi, basi hii Biblia ina mambo yote ya kuhusu wanadamu, hatutahubiri. Kwa sababu kila lililoandikwa pale ndani linahusu wanadamu. Sasa tukihubiri mahali ni mwingine, tukihubiri mahali ni mwingine, tutaacha kuhubiri. Wewe sikiza tu, na kama ni mahali pa kurekebisha, kama ni kubadilika, badilika tu, na Yesu yuko kazini, atatuzidishia neema zaidi. Pigia Yesu makofi. Ninataka kuzungumzia kitu kinaitwa hisia. Mwambie mwenzako hisia. Hisia. Kitu kinaitwa hisia. Feelings. Kwa Kizungu wanasema feelings. Hisia za mtu. Wapendwa, hisia ni hatari sana. Usicheze na kitu kinaitwa hisia. Feelings. Ni hatari sana. Na nikizungumzia hisia, ninajua maana ya hisia, maana tumepitia mambo kama hayo katika maisha. Feelings ni hatari sana. Hisia inaweza kufanya mtu mzima kama mimi nikabaka msichana mdogo kwa sababu ya hisia. Hisia ni hatari. Feelings ni hatari sana. Hisia inampata yamkini hata mwendazimu ambayo unamuona akitembea Kongoya na wapi, anahisia. Ikifika wakati wake anahisia pia naye, na ni lazima itimizwe ama itimie. Kwa hivyo hisia ni hatari. Hisia inaweza kufanya msichana mdogo sana akampenda mzee, na inaweza kufanya mzee akapenda msichana mdogo, ama mwanamke akapenda kijana mdogo. Hisia inaweza kufanya hata wewe mama uliye hapo ukapenda mume wa mtu, hata wewe mzee uliye hapo ukapenda mke wa mtu. Haya ni mambo yako kwa sababu ya hisia. Hisia ni hatari sana, feelings.
ni hatari sana. Na wakati hisia zimekuja, hisia sio pepo hati utakemea. Hapana, hisia sio pepo utakemea. Ni Yesu aliweka hiyo hisia hapo, na aliweka ili itimizwe. Pigia Yesu makofi. Aliweka hisia ili ipate kufanya nini? Kutimizwa. Wapendwa, hisia ni hatari. Ninazungumzia kuhusu wajane, ninazungumzia kuhusu kuachana, ninazungumzia kuhusu kukaa mbalimbali. Hayo maneno matatu yaangalie sana ninaposonga na wewe. Amina. Kuna mjane yuko hapo, kuna kuachana, alafu na kuna kukaa mbali. Hizi zote hisia inatembea hapo, na hapo ndipo kuna hatari ya hisia. Katika mambo ya ndoa unaweza kuamini tu kile ambacho umeona, lakini sio kile ambacho mtu anakuletea. Nimemuona mume wako na huyu, nimemuona mke wako na huyu. Kile ambacho umeona ndio una uhakika na. Lakini ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya mambo ambayo watu hawakuona. Wameambiwa tu ya kwamba nimemuona mume wako pale, nimemuona mke wako pale, ndoa inavunjika. Hawa watu wawili wakikaa mbalimbali na wako na hisia, hapa ndio tunakuja. Kilichowagonganisha ni mwanadamu tu ameleta umbea na ndoa imevunjika. Sasa wako mbalimbali, kila mmoja anakula sima vizuri na kuku na omena, mwili unafura mafuta, hisia. Mwingine yuko huku, mwingine yuko huku. Hisia inaweza kukufanya ufanye jambo ambalo utakuja kujutia. Hata ukifikiria utasema ni mimi kweli nilifanya ile, lakini ni hisia imekufanya ufanye. Ndio maana unakuta watu ambao hawajaokoka, mtu ni mlevi, anachukua mwanamke kwa baa kwa ajili ya hisia na ulevi. Asubuhi akimwangalia yule mwanamke analia, nimechukua nini? Kwa sababu ya hisia. Hisia ni hatari. Na hapa ndipo kuna hatari ya kwamba sisi tulio wateule tusiwachane wala tusitengane. Pigia Yesu makofi. Wala tusikae mbali. Kama pengine mke wako yuko bara, unahakikisha unaenda na yeye anakuja. Sasa unaenda na yeye anakuja. Miezi miwili mitatu uko nyumbani. Kwa sababu kuna mambo katika mwili wa mwanadamu yanahitaji kutimizwa. Na haya ni mambo ambayo tutayaongea kimtani tukificha. Kwa sababu hapa hakuna mambo ya kufichana. Si sawa? Hapa tunaambiana mambo ambayo yanaleta shida katika maisha yetu ya ndoa. Na kama wewe ni mjane pia, ni ujitayarishe kuingia kwa ndoa nyingine. Maana mjane naye pia anaruhusiwa kuolewa tena. Pigia Yesu makofi. Kwanza tusiachane. Kama tumeingia katika ndoa, hakuna kuachana. Amina. Ili hisia zisije zikatuingiza tena kwa dhambi. Wewe unakaa huku unakula na mwingine anakaa huku anakula. Alafu kila mtu atataka hisia zake zitimizwe wapi? Unakuta mtu aliyekuwa anaokoka anaanza kupiga kona 2-3. Ama mtu aliyekuwa anaokoka anaanza kutamani mtu aliye karibu naye, iwe ni jirani, iwe ni hapa kanisani unaanza kutamani, iwe ni mwanamke au mwanaume unaanza kutamani. Ukimwona mzee fulani ni kama roho, ni mzee na mke wake. Ukimwona mwanamke fulani kama kwa sababu hisia iliyo ndani yako inakusukuma na hauna mahali pa kwenda. Nisomee Mwanzo. Twende kwa maandiko. Kitabu cha Mwanzo 19. Hisia ilifanya watoto wa Lutu wakalala na baba yao. Nitapeana maandiko kadhaa maana huu ujumbe mpaka tuende nao vizuri na tupate kiini chake. Nawe tayarisha swali lako ama maoni yako ya kuongezea mahali tutakapokuwa tumefika. Mwanzo 19
mstari wa 30 kama sikukosea, anzia hapo. Mwanzo 19 mstari wa 30. Ndiyo mtumishi. Nasema, Lutu akapanda kutoka Soari. Lutu akapanda kutoka Soari, akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa kukaa katika Soari, akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Yaani Sodoma ilipochomeka, Lutu akaenda akakaa katika pango, akatoka Soari. Na alipotoka Soari akaishi na mabinti zake katika pango. Yeye ni mwanamume, kitu cha kwanza. Mabinti zake wamekuwa wasichana wakubwa, hata hisia zimeanza kuwaingia. Hakuna mwanamume, anaishi tu yeye na mabinti zake. Tuangalie nini kilitokea. 31. Ndiyo. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi, atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Rudia hiyo sehemu. Yaani baba yetu amekuwa mzee, na hapa mahali hakuna mwanamume wa kutuingilia sisi kama desturi ya dunia yote. Unaelewa nini hapo? Mwanamke na mwanamume ni kitu kimoja na ni desturi ya dunia yote. Sasa wasichana, matiti yamekuwa makubwa, wamekuwa wasichana wakubwa, hakuna wanaume, baba yao ndio yuko hapo. Wakasema huyu mzee ndio atatusaidia. Endelea. Mstari wa 32. Ndiyo. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumhifadhie baba yetu uzao. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari. Alipolala akaondoka. Yes. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu, ukaingie ukalale naye. Tosha tu. Akili yote ya kumnywesha baba yao mvinyo ilikuja wakati mwili ulipokuwa na hisia, wakati mwili ulipohitaji mwenzake. Wasichana ni wakubwa, wanahitaji hisia zao zitimizwe, lakini hakuna mwanamume katika mtaa ule. Wakasema wacha tufanye haya kwa huyu baba. Hebu angalia hisia inavyowatuma kwa uchafu. Hisia inawatuma kwa uchafu. Na hata wewe na mimi leo tukikosa mwenzetu wa kuungana naye, tutaingia kwa uchafu kama huu. Maana hata wale nao walikuwa wanadamu, nao wakanunua pombe, wakasema uingie kwake, na mimi kesho nami nitaingia nilale naye, kwa sababu mwili umekataa. Wamekaa katika pango, wamejificha, hakuna mwanamume anayewatongoza, hakuna kuolewa, hakuna nini. Wakaona hapa ni lazima tumkamate huyu mzee. Akili chafu inakuja wakati hisia zimeingia. Hisia ikikuingia utafanya jambo lolote baya, hata kama umevumilia vipi. Hisia sio pepo, utakemea. Yesu aliiweka na maana yake ili itimizwe. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo ninakataa sana katika mafundisho haya leo, ninakataa sana kwa mtu ambaye anataka kuishi peke yake. Na hili swala liko sana wakati mtu anasema mimi siowi, mimi siolewi,
nakwambia kuzuia hisia ni ngumu. Labda huo unasikia story kwa watu, ni sawa, tutakubali. Ama umesoma kitabu cha Abunwasi, ni sawa. Lakini katika maisha ninayoyajua mimi, ili wewe na mimi tujilinde na hisia, ni ngumu sana. Na huwezi kusema kwamba unaenda kwa Yesu unaomba. Na mimi haya maneno huyasikia mara nyingine nikanyamaza tu. Mtu anaenda anasema, mimi ninamuomba Yesu anizuie hisia zangu ama aniondolee hisia. Yeye alipokuwa anaiweka alikuwa ni mjinga hapo. Alipokuwa anaiweka hapo alikuwa ni mjinga. Si alikuwa iko na maana yake. Unamwambia sasa, niondolee hisia, nizuie hisia, usinipe hisia. Kuna wenzako ambao walizaliwa namna hiyo bila hisia, wanalia mpaka leo. Mtu ni mwanamume, mtu ni mwanamke, hana feelings. Ni kijana akiona wasichana ni kama ni wasichana wenzake. Yaani yeye ni group hiyo. Kwa sababu hakupewa hisia. Ni sawa? Ni msichana hakupewa hisia. Akiangalia kijana hata hakuna feelings zinamjia. Lakini leo hii wewe unaomba Yesu, niondolee hisia. Yesu aliweka nafasi nyingi sana. Olewa, zaa watoto. Lakini hati Yesu, nifunge hisia yangu, nifunge nisifanye hivi. Fanyeni tu. Lakini hakuwa mjinga wakati alipokuwa anaweka hisia. Alikuumba akakuwekea hiyo. Na ni lazima itimizwe kwa masharti yaliyopo katika Biblia. Pigia Yesu makofi. Niposa wakati unaachana na mwenzako, fikiria sana. Huko unakoenda utaweza? Maana hisia zitakuja. Mmekwazana kidogo, utasahau siku moja mbili utasahau. Alafu anze kula vizuri. Je, mwili unapohitaji utatimiziwa wapi? Hisia yako itatimia wapi? Na ndipo wengi sana, haswa makanisa ya dini wengi sana. Mimi nakwambia sana, makanisa mengi ya dini kuna wale wana msimamo kama huo. Mimi siolewi, mimi nitaishi tu. Yesu ndiye mume wangu. Kweli? Yesu. Haya, acha ngoje tuone matokeo. Yesu amenioa. Aliweka hiyo hisia na sababu. Mwanzo 25:1. Mwanzo 25:1. Ibrahimu anaoa akiwa na miaka 100. Yaani mke wake Sara amefariki ana miaka 100 lakini angalia mwili bado unasumbua tu. Mwili unasumbua tu. Akasema acha nichukue mwingine. Ketura. Soma hapo. Kitabu cha Mwanzo 25 mstari wa 1. Ndio. Ibrahimu alioa mke mwingine. Jina lake akiitwa Ketura. Akamzalia Zimrani. Nilikuwa nataka hapo tu. Ibrahimu kwa nini aoe tena? Si angesema mimi na miaka yangu 100 na wacha nikae tu. Wacha nikae tu ningoje kufa. Lakini kila akilala akiamka asubuhi mwili unahitaji. Akasema nisije nikafanya dhambi, wacha nichukue mke mwingine. Pigia Yesu makofi. Ibrahimu anaoa sasa miaka 100 na kwa sababu ya hisia, kwa sababu ya huu mwili. Ukila vizuri, uoge vizuri na mawazo yako yatulie, lazima utahitaji mwenzako. Pigia Yesu makofi. Pointi zangu ni 3 kwa wajane walioachana na wanaokaa mbalimbali. Hapa jamaa, kuna jamaa anarukaruka katika Gusii Express. Baada ya mwezi mmoja sharuka. Jamaa iko wapi? Maana amerudi. Pigia Yesu makofi. Wapendwa, haya mambo ni madogo tunakuyafundisha, ni ngumu sana, ila inahitaji neema. Mimi siwezi kukwambia wewe uachane na mke wako au mume wako, na mimi ninajua next mwezi mmoja tayari area limesimama, na hiyo area likisimama linatoka kwa wokovu. Sasa hivi unakaa nje ya wokovu, kwa sababu hisia zikija, hutaweza. Utavumilia, mwisho unaanguka na mambo ambayo hata wewe mwenyewe ukifikiria utasema kwa nini nimefanya hivi. Wapendwa, tukae pamoja katika ndoa.
Pigia Yesu makofi. Na kama mpenzi wako anakaa mbali na wewe, jaribu sana muwe mkitembeleana, ama kwa muda fulani mnakaa pamoja, na Yesu atafungua pesa na atafungua neema tu. Mimi nikifundisha mafunzo haya ya hisia, nimewahi kukaa na wamama na wanaume ambao wapenzi wao wameenda kazi nje ya nchi. Kuna mama mmoja nilikaa naye nikamuuliza, mama, mume wako wanasafiri sana, 2 years 3 years ndio warudi, wewe mambo namna gani wewe? Niambie mama, nataka kufundisha kitu. Niambie. Akaniambia, mchungaji, acha nikwambie ukweli, mwaka ukianza naweza kuvumilia, lakini ikifika hapo mwaka mmoja na miezi 6 kuishi. Na basi unavumilia sana. Pigia Yesu. Mwaka unaisha wiki ya mwezi wa kwanza mpaka wa 6 kuisha. Na ananiambia, mchungaji, huo ndio ukweli? Huo ndio ukweli uliopo. Pigia Yesu makofi. Wanaume hata miezi 6 ni nyingi. Ukifika mwaka umepone, ni kwa neema. Pigia Yesu makofi. Ukimaliza mwaka ni kwa neema. Wapendwa, haya mambo watu wanaficha. Mimi katika injili ambayo najaribu Yesu anifunulie sana, ni injili ya haya mambo ambayo watumishi wao wanaficha. Maana ukienda kwa mtumishi atakwambia, mwanangu, wewe omba tu. Yesu, omba tu. Omba mwenye mwaka wa 3, omba tu, na mtu yuko Ulaya, omba tu. Omba. Na wanakwambia omba kweli. Si ukweli huo. Tuambiane ukweli. Tusikae mbali na tusiachane. Mama amekuja kwako, mume wangu tumeachana, anakwambia achana naye. Wewe kaa mama. Kaa kwa jina la Yesu. Kaa kwa jina la Yesu. Badala ya kuambia mama utaweza hivi, utakaa hutaweza. Yeye anakuambia mama, tulia, kwa jina la Yesu inawezekana, utakaa na utamtumikia Yesu hivyo. Amekudanganya. Pigia Yesu makofi. Ukweli ambao angekuambia ni kwamba, mama, ni kweli mumeo amekukosea, lakini tafadhali mama, rudi tu mkae pamoja, mambo yanatengezwa. Watu ukosana na wakarudiana. Lakini sio unamwambia mtu kaa peke yako, anakusumbua sana wewe. Kwanza wewe mwanamume namjua huyo sasa anakupiga, toka hapo, toka. Atakusaidia baadaye. Anakudanganya utoke ukutane na simba ama ukutane na dubu huko nje. Maana ukitafuna omena vizuri, hisia zikija utafanya uchafu tayari. Pigia Yesu makofi. Ningependa maswali baada ya ujumbe huu. Twende kwa Mwanzo 38. Mwanzo 38. Na kwa mtu ambaye ni mjane, last option, jambo la mwisho kabisa la kufikiria katika akili yako kama wewe ni mjane, ni kwamba sitaolewa tena. Hilo liwe jambo la mwisho. Katika yote utakayofikiria, hiyo iwe mwisho. Maana haina maana. Pigia Yesu. Hiyo haina maana. Ile ni ya mwisho. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama Mwanzo 38, angalia hao walikuwa wajane wawili. Kile wamefanya. Kitabu cha Mwanzo 38. Mstari wa kwanza. Ndio. Si wa kwanza, nataka mstari wa Mwanzo 38 mstari wa 15. Lakini kabla hujasoma, wacha nieleze kitu. Katika habari za Mwanzo 38 mstari wake ni wa 15, nitaanzia nyuma kidogo, keti tu. Hapa kulikuwa na mtu aliyekuwa na watoto, yeye mwenyewe anaitwa Yuda. Sasa huyu Yuda akazaa Neri, akazaa na mwingine. Basi huyu msichana ambaye anaitwa Tamari akaolewa nyumbani kwa Yuda. Kijana wa kwanza aliyekuwa amemwoa Tamari akafa. Kijana wa pili akamrithi, naye pia akafa vile vile. Sasa kukawa kuna mmoja mdogo anaitwa Shela. Huyu mzee Yuda, katika kipindi cha haya matukio yanatokea,
mzee Yuda naye akafiliwa na mke wake. Sasa kukabaki kijana mdogo kwa ile nyumba anaitwa Shela. Mzee Yuda akamuita Tamari, akamwambia, mkaza mwanangu, vijana wangu wote wawili washakufa, nimebaki tu na huyu mdogo. Je, utasubiri? Tamari akamwambia, ndio utasubiri. Kijana akakuwa. Yuda yeye hampi Tamari kijana kwa sababu ana mchezo fulani, anaogopa labda wale wawili walikufa kwa vile huyu msichana ni kisirani. Sasa hataki kumpa Shela naye pia afe. Akawa anaendelea kupoteza muda, na huku Tamari anangojea akiwa amejizuia hisia zake. Soma mstari wa 15 kuanzia hapo 15. Kitabu cha Mwanzo 38 mstari wa 15. Ndio nasema, Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba. Hapa kuna kitu kilifanyika. Wakati Tamari amenyimwa nafasi ya kuolewa na Shela, akataka kurudi kwa ile familia ili atimiziwe hisia zake ndani ya ile familia aliyekuwa ameolewa. Sasa akavaa kikahaba ili amtegee mzee mwenyewe Yuda. Kwa nini Tamari anafikiria kumtegea mzee mwenyewe Yuda? Kwa sababu hisia zimezidi na hapewi kile anachotaka. Ndio nikakwambia jambo moja katika hisia. Hisia zikipanda, akili huruka na mawazo yako yakapotea. Hivi naongea na nyinyi hapa. Si tumeokoka hivi? Si tumeokoka hivi sote? Wacha tu hisia zikuruke. Utamsahau Yesu ni nani. Utakuja kufikiria baadaye. Ama nasema uongo? Baadaye. Kama hujasimama vizuri, utakuja kufikiria baadaye ni majuto. Kwa sababu akili zote zitaruka. Hisia ni hatari. Nimetangulia kusema hisia ni hatari. Ama pia unaweza kusema Yesu anione. Yesu anione. Yesu anione, wacha nifanye tu. Yesu anione. Yesu anaona dunia yote. Lakini kwa saa hiyo hisia zimepanda, utasema Yesu anione, hapa nimejificha sana. Soma hiyo. Maana amejifunika uso, akamgeukia kando ya njia. Ngoja kidogo. Endelea mtumishi. Akasema, niruhusu niingie kwako. Niruhusu niingie kwako. Maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Amejifunika manguo. Sasa anarudi kwa mzee Yuda ili mzee Yuda amtimizie. Hata ina haja kusoma ile andiko, achana nalo. Ni andiko ambalo tumelisoma sana. Tamari anarudi kwa Yuda, na kweli kabisa Yuda anammalizia Tamari hisia zake. Anakuja kugundua baadaye. Maana hata huyo mzee Yuda mwenyewe alikuwa ni mjane. Mke wake alikuwa shafariki. Akasema, mimi kwa vile mke wangu amefariki nitajisaidia wapi? Akaenda sehemu za makahaba. Angalia huyo mtu sasa. Anafanya uchafu tayari, anaenda kwa makahaba. Kumbe mkaza mwanawe naye amekuja hapo. Akajua huyu baba naye pia hisia zimemzidi, atakuja. Naye baba akaja kwetu. Pigia Yesu makofi. Angalia uchafu unaofanyika wakati hisia zimepanda. Tamari amengoja muda mrefu, amekuja naye mzee naye amengoja muda mrefu, amekuja kutafuta kahaba. Wanakutania hapo. Mambo yanatokea hapo. Hisia ni mbaya sana. Nawaomba sana watumishi wenzangu, kabla hujaachana na mkeo, kabla hujakosana na mkeo, fikiria mara ngapi upate jibu zuri. Je, utaweza? Maana safari ya peke yako ni lazima utakwama tu. Maana kuna mahali utafika na utakwama. Huu mwili wapendwa unahitaji mwenzake, na ukikosa mwenzake utafanya mambo ya aibu ambayo utakuja kujutia baadaye, kwa sababu ya kitu kinaitwa hisia. Na kama una uwezo mzuri, kaa na mke wako siku zote, asikae mbali na wewe. Kuna wanandoa wengi tu ambao wamezini bila kupenda kwao. Mwanamke anaachwa bara mwaka mmoja mzima, mzee haendi, hafanyi lolote mwaka mzima. Na kama nilivyowaambia nyinyi,
wanawake wanasumbuliwa saa yote. Mke wako umemwacha bara mwaka mzima, hata ushughuliki, hata ukipigiwa simu, acha kunisumbua bwana, acha kunisumbua. Bibi anakaa anazini bila kupenda. Pigia Yesu makofi. Kwa sababu umemtelekeza na hisia ziko. Yeye unamwacha kule mwaka mzima na ana hisia. Watu wanasema yeye si ng'ombe, ale nini? Nyasi. Ng'ombe ndio ula nyasi. Sasa usicheze na hisia za mtu. Hisia ni hatari. Hisia ni hatari, naweza kukutoa katika wokovu. Nimewaambia jambo moja, hii mtu anaweza kusema kwa nini mchungaji anaongea hivi? Sote tumeokoka, lakini wacha tu ukose mumeo ama ukose mkeo kwa miezi 6 mwaka, utaanza kuangalia watu na macho ya please call me. Hisia zimejaa, mwili unataka. Pigia Yesu makofi. Haya, wacha twende kwa kitabu cha Samueli. Hakitasomwa. Samueli wa pili 11, nafikiri 11 mstari wa 5 hivi. Hakitasomwa, nataka tu twende kwa haraka. Ni maandiko ambayo huwa tunayasoma tu, ila nayafundisha kwa njia nyingine tafadhali. Ila nataka unielewe kwa hiyo njia ninayofundishia. Biblia ni hii moja tu, naweza kufundishia mambo ya ndoa, unaweza kufundishia mambo ya msamaha, unaweza kufundishia mambo yoyote tu kulingana na vile Roho anataka. Samueli wa kwanza 11 ukianza, Samueli wa pili 11 ukianza mstari wa 4 mpaka 6 tu, inasema ya kwamba Daudi akalala na mke wa Uria. Je, ni sababu gani zilizomfanya mke wa Uria kumkubali Daudi? Kuna sababu. Hii miaka yote wamekuwa na mfalme, mbona huyu mama hakuweza kumruhusu Daudi alale naye? Lakini kuna sababu za kufanya Daudi ama mke wa Uria amruhusu Daudi kulala naye. Sababu ni nini? Uria alienda vitani na hata akipewa livu hataki. Nasema mimi niko vitani, niacheni tu. Uria akakaa kule vitani miaka mingi. Anaambiwa kama kina Yoabu, rudi nyumbani. Asema mimi niko nalinda mimi. Akakaa kule vitani miaka mingi. Alipokaa vitani miaka mingi, mkewe akazidiwa na hisia. Akaenda kuoga mahali ambapo Daudi atamuona. Mbona siku zote hakuwa akienda akioga hapa? Sasa alizidiwa na hisia, maana mumewe ndio amesababisha kwa kukaa vitani muda mrefu. Lao yule mume angekuwa anakuja akirudi, huyu mke hangeingia katika huu mtego. Pigia Yesu makofi. Mzee uliye hapa, usimwache mke wako mbali kwa muda mrefu. Hisia ni hatari. Mimi nataka kuzungumzia hili jambo moja kwa moja kwa sababu watumishi wenzangu wengi huwa wanakuambia utaomba na utatulia na itaisha. Mimi nakwambia leo, hisia ni hatari. Sahau mambo na kuomba kwanza. Hisia ni hatari. Kama utanielewa nielewe. Na wengi wameanguka, tumewaona hata Daudi mwenyewe alianguka kwa sababu ya hisia. Mzee uliye hapa, usikae mbali na mke wako miezi 2, 3, 4, 5, 6, uko mbali tu na mke wako na hushughuliki na hujali. Alafu wanaume wajanja wakitaka kumtongoza mkeo, wanazoea mtoto wako yule mdogo. Dadi njoo mara moja, kwisha, umemaliza kazi. Akishazoea mtoto wako tu anakuangusha tayari. Amekuangusha katika imani. Mimi nasema hili jambo si wadanganyi. Hata wale waliokoka washaanguka kwa majaribu kama haya ninayoyafundisha leo. Lakini tunaziba. Hata hao watumishi wanakuambia usijali mama, hii ni kawaida, tutaomba tu. Wewe kuwa na imani, omba tu. Kuwa na imani. Yakobo anasema imani bila matendo. Imani bila matendo. Haya basi. Pigia Yesu makofi.
Barikiweni nyote, barikiweni nyote kwa jina la Yesu.